Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu katika imani. Naam, hii ni 2026 tukiwa ndani ya mkoa wa Kigoma, na hizi ni moja kati ya hatua za mwezi mtukufu wa Ramadhani, na leo tumetembelea Japanese, na pia vile vile kwa wale Waislamu ambao wanasumbuliwa na maradhi ya madonda ya tumbo, hawajachelewa bado. Usitafute sababu ya kutokufunga ukadai kwamba si unaumwa madonda ya tumbo, si vitu gani. Hapana. Kwa wakazi wa Dar es Salaam, mnaweza mkamwona Abu Fauzani kwa namba ziko hapo mbele, na kwa wakazi wa Kigoma mnaweza mkamwona Sheikh Rubinda ambaye anapatikana kule Mwandiga. Naam, sasa tuelekee ofisini kwa Sheikh Haruna, tukajaribu kuzungumza naye mawili matatu ya mambo ambayo yatahusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani na shughuli ambayo anayoifanya na ni changamoto gani ambazo anazipitia hususan katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Naam, bismillah. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu katika imani. Naam, kama tulivyozungumza hapo mbele ni kwamba huyu ndo shekhe wetu, Sheikh Haruna, ni mmoja kati ya waumini wa Masjid Swabirina, na hii ni moja kati ya ofisi yake. Hii ni Japanese ama bwana, hii ni kampuni kubwa, kuna vitengo mbalimbali, na hiki ni moja kati ya kitengo cha utengenezaji wa vitu vya umeme. Sasa leo tuko naye hapa, kuna baadhi ya maswali kidogo tunataka tumuulize ambayo yanahusiana na shughuli yake ambayo hii anaifanya, na pia vile vile tunataka kujua ni changamoto zipi ambazo anawazungukana nazo hususan kutokana na kazi yake hii ambayo anaifanya, na hasa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam, Sheikh Haruna, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Sheikh Haruna, leo tumekutana ikiwa ni siku ya kwanza kabisa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Somo unaionaje Sheikh wangu? Alhamdulillah, namshukuru Allah tumefika salama. Ala, mashaallah. Naam, sasa Sheikh Haruna, mimi nataka kufahamu kwa mfano, ile ndo mara ya kwanza tu mtu anakuletea TV anakuambia labda imezima tu ghafla, ni kitu gani ambacho unachoanza kukiangalia ili kugundua tatizo kwa hizi TV za kisasa hizi za flat? Naam, kitu cha kwanza mtu anapokuletea TV, kitu cha kwanza unamuuliza, kwa mfano anakuambia kwamba TV imezima ghafla, unamuuliza hakuna viashiria vyovyote vilivyosababisha. Naweza kukwambia labda umeme ulizidi, au ilipigwa na radi, au ilikapua ikazima, au kwambia tu sisi tumeamka tu asubuhi tumeizima usiku vizuri, tunaamka asubuhi tumekuta haionyeshi. Maana yake utaichukua TV ile pale, utaifungua. Ukishaifungua utachukua waya wake, utaupima kama ni mzima. Ukikuta waya ni mzima, utapima fuse. Ukikuta fuse ni nzima, utachomeka TV kwenye moto, waya kwenye moto, uangalie kama moto unasambaa. Unaweza ukakuta moto unasambaa lakini unaishia njiani, au moto ukasambaa ukatosha sehemu zote, voltage zote zinazotakiwa ukazikuta, lakini ukakuta labda imeua processor au imeua mataa, sababu TV hizi za kisasa huwa zina mataa kwa ndani ambayo yakifa, ina maana kioo kinawaka lakini kinakuwa hakionyeshi picha, lakini ina maana yale mataa yakiwaka ndio yanaifanya ile picha iliyomo kwenye kioo ionekane. Kwa hiyo processes za kwanza zinakuwa ni hizo. Na aina ya matengenezo huwa yaitegemeana labda na ukubwa wa TV, labda 32 na inchi labda 64, zikiwa zinauma ugonjwa wa aina moja, na matengenezo huwa ni aina moja hivyo, au tofauti kutokana na ukubwa wa TV? Kuna utofauti kutokana na thamani ya TV. Inaweza ikawa ni inchi 32 zote, labda Samsung na Boda. Gharama ya Samsung na gharama ya Boda lazima ziwe tofauti, kwa sababu Samsung inakuwa ina gharama kubwa na Boda inakuwa ina gharama ndogo. Na vipi matengenezo ya TV za chogo? Bado watu wanaita TV za chogo au ndio zimeshapotea kabisa mjini? Watu TV za chogo wanaleta, lakini tunashindwana kwenye gharama. Kwa sababu mtu anapoiona kwamba ni TV ya chogo anaidharau
labda ameleta TV ya chogo, umemwambia bei yote hiyo, na wakati ni TV la chogo halina thamani. Hajui kwamba matengenezo ni yale yale, spare ni zile zile. Sababu mtu anaweza akaleta TV ya chogo labda imeua capacitor labda 2, ukamwambia shilingi 20,000, akasema gharama ni kubwa. Lakini mtu anaweza akaleta TV ya flat imeua capacitor 2 kama zile zile zilizokufa kwenye chogo. Huyu wa flat ukimwambia 40,000 anaona kawaida tu, lakini huyu wa chogo ukimwambia 20,000 anaona bei ni kubwa, wakati spare ni zile zile, hazina utofauti. Na pili, TV ya flat ni rahisi sana kutengeneza kuliko TV ya chogo, sababu TV ya chogo inakuwa ina mashine kubwa sana, lakini ya flat unaikuta ina kadude kadogo. Sasa naona hapo na vingamuzi pia. Vingamuzi nao vina changamoto gani sasa? Azam TV hizi mara nyingi sana huwa zinakufa upande wa signal. Yani inakufa upande wa mawasiliano kutoka kwenye dishi kuja kwenye kingamuzi. Kwa kingamuzi kinakuwa kinawaka, lakini kinakuwa kinaandika no signal. Na changamoto yake nyingine ni upande wa sauti, kwa sababu unakuta mtu anachukua kingamuzi hichi hapa anakiunganisha kwenye redio. Sasa kwenye subwoofer ukiunganisha tofauti, lazima kishoti upande wa sauti. Wao ukiwa hujui jinsi ya kuunganisha, bora umtafute mtaalamu aje akuunganishie. Na hizi changamoto zinatokea katika kingamuzi cha Azam peke yake ama na baadhi ya vingamuzi vyote vinakuwa vina ugonjwa huo kufanana na gharama yake inakuwa ni ghali sana au ya kawaida, au wenyewe kampuni ya Azam TV au kampuni ya vingamuzi vingine hilo wameliruhusu ama ni vile tunatumia kule Uswahili wetu kutengeneza? Hamna. Sasa kwa sababu ukija kwa mfano hichi kingamuzi labda Azam hichi hapa kimekufa, ukija kwangu labda nikutengenezee kwa 20,000 na kutengenezea kinapona, lakini ukikipeleka kwenye kampuni maana yake wanakulazimisha uchukue kingamuzi kingine, wanakufanyia top up. Maana yake ukichukua kingamuzi kingine lazima ulipie miezi 2 ambao ni sawa na shilingi ni zaidi ya 50,000. Sasa labda umekileta hichi kingamuzi kwangu kina salio, ambapo ukitoa 20,000 unaendelea kuona. Sasa kule kwenye kampuni lazima utoe zaidi ya 50,000 ili kitengenezwe. Kwa hiyo unakuta watu wanakuwa wanashindwa, wanakuwa wanatuletea sisi, na sisi ni wajuzi. Hivi vingamuzi tunajua kuvitengeneza kuliko wale mafundi walio kule kwenye makampuni yao. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano vingamuzi vya Star Times, kampuni ya Star Times iliniamini, kwa hiyo wanakuwa wanavileta kwangu mimi. Sawa, mashaallah. Naam, ndugu zangu katika imani, kama nilivyowaambia hapo mwanzo, Japanese ni kampuni kubwa sana. Si jambo dogo mpaka kampuni ya Star Times kumwamini Sheikh Haruna kwamba vingamuzi vinapokuwa vina shida au basi wanamuona Sheikh Haruna ofisini kwake. Ni jambo la kumshukuru Allah sana na ni jambo kubwa, si dogo pia vile vile. Naam, Sheikh Haruna, naona hapa pia una majiko haya. Sasa sijajua na haya majiko utaratibu wake uko vipi, na hizi huwa zinapiga shoti ama zinakuwa ni vipi, yani mpaka zinakuwa katika hali kama hivi? Haya ni pressure cooker ili la Kichina. Anakufa na shoti sana. Sio, ni vitu vinavyotumia umeme mwingi, kikiwa kimetengenezwa hohehahe kinakuwa kinawahi kufa. Na haya pia tunarekebisha kwa wingi tu. Hakuna mashine hiyo, ni pressure cooker. Maana hii ya kupikia nini, ubwabwa, maharage. Sasa sana watu wanatumia kwenye beans, kwenye maharage. Na matumizi yake umeme inaonekana ni makubwa sana ama ni ya kawaida? Hapana, hizi hazitumii umeme mwingi sana, kwa sababu zinatunza mvuke. Kwa hiyo ina maana unapokuwa unapika lile joto halipotei, linabaki humo ndani. Kwa hiyo likikaa humo ndani, manake chakula kilichomo humo ndani kinawahi kuiva. Sawa. Sasa ina maana mpaka yale maharage yanaiva yanaweza kachukua point ngapi ama ni unit ngapi? Yaani hii hapa maharage mpaka yanaiva
inaweza ikatumia kama uniti moja hivi au uniti moja na nusu, ambayo ni sawa labda na shilingi 300 mpaka 400. Mashallah. Na hakuna nanili ya kupikia ugali, maana tumezoea za kupikia maharage, ubwabwa. Ya ugali yenyewe hakuna. Ya ugali ipo, sema zimetoka sasa hivi hapa, huwezi kuziona na zina bei kubwa kidogo, sababu ya ugali inauzwa zaidi ya 200,000. Subhanallah. Ambayo unaweka maji, ukishaweka maji yako yakichemka, unaweka unga, unaiswitch. Kwa hiyo inasonga ugali, ikimaliza unatoa tu unatumia. Naam, sasa Sheikh Haruna, kutokana na mambo ambayo nimekuuliza hapa, wewe ni fundi ambaye ni mkubwa sana na ni mzee. Sasa sijajua labda hii shughuli hiyo, yani ulianza ni mwaka gani? Yaani una miaka mingapi na shughuli ya ufundi? Hii shughuli ya ufundi bwana ina historia ndefu. Kwanza nilianza vya ujanja vya utoto miaka ya zamani kweli. Miaka gani? Ya Kuanzia 2000 au miaka kwenye miaka ya 98. 98. Ndio nilianza kuchokonoa vitu vya nyumbani pale. Na ulikuwa na umri gani mwaka wa 98? Mwaka wa 98 nilikuwa na miaka 14. 14. Mashaallah. Miaka 14. Kwa chokonoa vya nyumbani pale, vikinishinda napeleka kwa fundi, na kuwa naangalia jinsi gani anavyotengeneza hivyo. Baadaye mpaka ikaniingia kwenye damu. Kuna fundi fulani niliwahi kumfuata, alikuwepo pale Regeza Mwendo, kwa anaitwa fundi Ali, alishafariki, Allah amrehemu. Akanambia nikitaka kwenda kujifundisha ninunue mita na hii ya kuchomelea. Sasa kipindi hicho nilikuwa sina uwezo, kwa hiyo nikapuuza, lakini nikaendelea. Mwaka 2000 nikawa nimefungua kijiwe nyumbani. Hapo sijafundishwa na mtu yoyote. Naam. Nikawa na kuchokonoa vitu vinapona, na watu wakawa wananiamini hivyo. Tukaenda. Sasa mwaka 2004 kuna baba yangu mdogo alikuwa na jamaa yake ni fundi huyo anaitwa fundi Jumanne Chuma. Mwenyezi Mungu aendelee kumuhifadhi, kwa kweli alinitoa mbali sana. Allahumma amin. Baba yangu mdogo akawa amenishauri, alipokuwa amenishauri nikawa namwambia sawa, lakini sasa nikawa nimepata kazi kwenye kampuni ya sigara mjini pale, sigara za Master hizi, kipindi hicho zilikuwa zimeingia town. Ndio. Kwa hiyo nimefanya kazi pale kama miaka 2. Baada ya kuacha pale kazi, ndio nikamfuata father, kanipeleka kwa fundi Jumanne Mwanga sokoni. Hiyo ilikuwa ni kiwanda wanatengeneza sigara au ilikuwa ni eneo? Ilikuwa ni branch, Sawa. Nikaenda pale, nikapelekwa kwa fundi Jumanne, mashallah, akatokea kunipenda, akawa ananielewa vizuri sana kutokana na tabia zangu. Nimekaa pale, 2006, 2007, 2008 akawa amefungua ofisi nyingine, akaniambia wewe utaenda kukaa kule, kutokana na alivyokuwa ananikubali. Kwa nimeenda kukaa kule, tumekaa na yeye kule sokoni, akatoka akaja tukakaa pale Mwanga wote. Kwa hiyo tulivyokaa ilikuwa ni Kitambwe pale jirani na msikiti. Naam. Tumekaa pale na ndo nilipoanzisha hilo jina la Japanese. Kwa na maana wewe ndio mwanzilishi wa jina la Japanese. Mashaallah. Kumbe nimekaa na CEO, ndio hivyo? CEO wa Japanese. CEO wa Japanese. Mashaallah. Kuanzisha hilo jina ndo nikaliandika pale ofisini, na fundi wangu akalikubali, akasema hamna shida, kwa sababu alikuwa ananiamini. Kwa tumekaa pale, ilipofika mwaka 2009 kwa tumeongea, ikaonekana nijitegemee sasa. 2010 ndo nikafungua ofisi hapo Lumumba Road hapo. Naam. Nimekaa pale, nimekaa kama miezi 4, ile nyumba ikauzwa,
ndo nikafungua ofisi upande wa pili wa barabara ambayo ilikuwa kwa uwani, ambapo pale nimekaa kuanzia mwaka 2011 mpaka mwaka 2025 mwishoni ndo nimehamia hapa sasa. Mashallah, kwa maana hii ofisi ni mpya kabisa. Hii ni mpya kabisa. Mashallah. Naam, kwa mzunguko huo ulioniambia mpaka umefikia kuwa fundi kiasi hicho, mpaka umekuwa CEO wa Japanese. Sasa nataka kujua labda una channel yoyote ambayo wewe unatoa mafunzo mtandaoni kama the way vile watu walivyojitolea kukufundisha, au tayari ushakuwa na wanafunzi ngapi mpaka dakika hii? Kwenye swala la channel ya YouTube nayo inaitwa Japanese Kigoma, lakini nina muda mrefu sana sijaposti video, umeona, lakini zile video nilizoziweka mle kwa kweli zinawasaidia watu. Kwa hiyo kuna kipindi naweza nikapigiwa simu kwa siku hata na watu 10 tofauti kutaka ushauri, na nawashauri tena. Wakinipigia simu nikipokea wanashtuka, wanasema watu wengi wanaweka namba za simu mtandaoni lakini hawapokei, lakini wewe unapokea bwana. Nashukuru sana. Kwa hiyo nawaelekeza watu, kuna baadhi wananitumia fedha na baadhi ndio hivyo wanaahidi hawatumi, lakini nawaelekeza vizuri. Na kwa upande wa wanafunzi, nishakuwa na wanafunzi wengi na ambao tayari sasa hivi wanajitegemea na ofisi zao. Wanajitegemea, wana ofisi zao. Mashaallah. Wako mkoani Kigoma hapa ama nje ya mkoa wa Kigoma? Kuna mmoja yuko Kigoma na wengine wako Dar es Salaam. Mashaallah. Sasa hii Japanese inatamba ni Kigoma tu peke yake ama hata na nje ya mkoa wa Kigoma? Hii Japanese kwa hapa tuna tawi Kasulu. Tawi Kasulu ambalo linajihusisha na masuala ya kamera, kufunga kamera, kufunga zile nyaya za shoti kwenye fence wanaita electrical fence, na kufunga mota geti, ambapo ukifunga ile mota kwenye geti lako ukitumia remote geti linajifungua na kufunga. Kuna masuala ya kufunga CCTV kamera hizi, kufanya installation ya TV kwenye hoteli mbalimbali, umeona. Kwa hiyo kuna mambo mengi, kuna kutengeneza milango ya aluminium, madirisha, makabati, partition, vyote hivyo tunadeal navyo. Na naamini bado kuna baadhi ya vitu vingine vitaongezwa Japanese. Inshallah kadri tunapokwenda, Mwenyezi Mungu anapotujalia uhai na uwezo, ndio tunabuni vitu gani tuviongeze. Sawa. Kwa hiyo ina maana wewe sasa akaunti ambayo ulionayo ni ya YouTube peke yake, huko Instagram, TikTok, Facebook labda huko pia hujafungua akaunti? Instagram na Facebook, TikTok kote na akaunti, lakini japokuwa sifanyi kazi sana, lakini ninazo. Zipo. Naam, ndugu zangu katika imani, ni Sheikh Haruna hapa, ndio mkurugenzi wa Japanese. Hivyo kama ulivyomsikia, na bado unapokea wanafunzi? Wanafunzi ninapokea na bado ninao na wapo. Basi inshallah kama mlivyomsikia Sheikh Haruna hapa anapokea bado wanafunzi. Kwa kama wewe ni kijana una ndoto za kuja kuwa kama Sheikh Haruna hapa, uchezechezee shoti kidogo, sisi wengine hivi sio vitu vyetu. Wao walishaanza kupiga na shoti kidogo hapa. Kama na wewe ni vitu vyako ambavyo ungependa na wewe kama Sheikh Haruna, na upo katika mkoa wetu wa Kigoma, Mwanga hapa Kigoma mjini, unaweza ukaja ukamwona Sheikh Haruna hapa akakupatia utaratibu na gharama pia za ufundishaji ziko vipi, ukajiunga naye hapa na ukawa nawe ni fundi mkubwa, kesho kutwa na wewe ukamiliki, kama ikafungua Japanese ukafungua Chinese, au unasemaje Sheikh Haruna? Inshallah. Naam, sasa Sheikh Haruna hapa naona kuna nini ile wanahitaji ile nimeisahau kidogo, hiyo inaitwaje hiyo? Hiyo inaitwa projector. Hiyo mara nyingi tunaziona wanasomea katika maukumbi yale wanaonyesha mipira ama sinema. Umeshaona pia na hizi kote huko unachezesha. Hizi zote zinakuja kwa ajili ya matengenezo. Tunatengeneza vyote hivi.
Sasa kwa tafsiri hii na maana Japanese, kitu chochote ambacho kinahusiana na umeme wewe unakigusa, unatengeneza, isipokuwa tu masuala ya simu zenyewe kuwaona simu pia nako unapita pita tena. Simu na ndugu yangu mdogo wangu anaitwa Osman Cellphone. Ala, nampata kijana Sheikh Osman Cellphone repair. Ndio maana kama ingekuwa sio hivyo na simu ungegusa pia. Ningegusa pia. Lakini sasa nilijizuia huko, maana kuwa na mambo mengi tena ni sahihi, inakuwa ni shida sana, itakuwa usumbufu kwa wateja. Naam. Sasa hii Sharuna hii kazi yake nini? Hiyo inaitwa digital multimeter. Hiyo inatambulisha vitu vibovu na vizima, lakini mpaka wewe unajua kuitumia. Sawa. Sio kwamba yao inasema tu, hapana. Wewe unaiseti, unataka kupima kitu fulani, unaseti na unapima. Ndio. Na hii pia ni kwa ajili ya hiyo ni blower hiyo, kwa ajili ya kupandulia IC na kubandika. Sio kwamba ni ya simu tu, hata kwenye TV inafanya kazi. Kumbe hata kwenye simu inafanya kazi. Mafundi simu wengi wanatumia sana hii. Mashaallah. Allahu Akbar. Naam, Sharuna, vitu viko vingi sana hapa vya kuuliza, ila kutokana na changamoto ya muda tumezungumza vitu vingi sana umeshaona, na natamani sasa nitembelee engo zako zote za Japanese. Umeniambia kwamba una kitengo cha CCTV kamera, una kitengo cha masuala ya aluminium. Nakumbuka kuna sehemu nilipita nikakuta kuna eneo anatengeneza mambo ya furniture, nikakuta imeandikwa Japanese pale. Sasa sijajua pale ni kitengo chako ama ni watu wameamua kutumia jina lako. Na kile pia ni kitengo chetu, Japanese discount furniture. Natengeneza masofa, vitanda, vitu vingi vinavyohusiana na furniture. Mashaallah. Hakika hii ni kampuni kubwa sana. Mimi binafsi nilikuwa sifahamu kama wewe ndio msimamizi wa Japanese. Nilijua labda kuna watu wengine behind, kwa sababu mtu barakaraki kuangalia wala hawezi akadhania kutokana na vile wewe umejiweka. Unajua tofauti na watu wengine, akiona yeye ni CEO wa jambo fulani, basi kuna namna fulani mtu anajiweka na anakuwa na ulimwengu wake tofauti na watu wengine. Lakini wewe ni tofauti, tunashare ulimwengu ni mmoja, tuna mtu barakaraka hawezi akakudhania. Naam, ndugu zangu katika imani, kutokana na wakati na vitu vingi sana hapo vya kumuuliza Sheikh Haruna, hususan katika masuala kwenye TV, tutaandaa kipindi kingine tuingie deep kwenye TV moja kwa moja kule, tujue sehemu ya HDMI inafanyaje kazi, kupata shoti na kwa vipi, yatengeneza vipi, sehemu ya flash na kwa vipi, hayo mataa aliyazungumzia kwamba yanaungua yanarekebishwa vipi. Na kwa bado hatua za mwezi mtukufu wa Ramadhani bado zinaendelea, tutajaribu kuongea naye tena Sheikh wetu, ajaribu kutupatia nafasi nyingine tujue ni namna gani. Naam Sharuna, sasa mimi nafikiri ofisi yako ina eneo lingine la pili. Ndio. Sasa mimi nataka kidogo tukajaribu tuwaonyeshe Waislamu eneo letu la pili tena kule kuna nini hapo. Kile ni chumba cha operation, ndio sehemu tu kuingia Sharuna. Kwa dharura tunaingia. Kwa dharura tunaingia. Basi inshallah, ndugu zangu katika imani, nafikiri twende tukaangalie upande wa pili wa Japanese wa Sheikh wetu Sheikh Haruna na chumba kingine cha pili, tujue huko kuna nini na kupia na kutengeneza hivi vifaa vyake. Naam. Kama mnavyoona, hii ndio room nyingine ya Japanese. Sasa tutamwacha tuelezee hiki chumba kazi yake mahususi ni nini hasa. Naam Sheikh Haruna. Hiki chumba hiki ni cha kufanyia operation zile kubwa ambazo hazitaki kelele, yani hutaki kuonana na watu. Ndio unakuja kufanyia huko ndani, na huko ndani kunakuwa kuna kila kitu. Kwa mfano kama blower hii hapa uliiona kule sebleni, na huko ipo, umeona kuna gani. Kwa hiyo hapa sasa ukiwa unataka kufanya kazi ya utulivu ya kimya, ndo unakuja kujifungia huku. Unajifungia huku ndani, unafanya kazi ya utulivu ya kimya. Kama hapa tuna hii TV Samsung inchi 46 hii, ndio tupo tunaifanyia operation, tunaifanyia marekebisho.
Kwa hiyo ndio hivyo yani, nataka kufanya kazi ya utulivu, utaki watu wakuone unakuja kufanyia huko ndani. Na hii sasa TV inakuwa labda na changamoto kubwa zaidi. Inakuwa ina changamoto kubwa zaidi. Naam, sasa Sheikh Haruna, hapo nimalize, labda ni changamoto zipi sasa ambazo unakutana nazo kwenye utengenezaji wako wa TV kama hizi hapa? Changamoto zipo nyingi. Kwanza changamoto ni kwa wateja. Wateja wengi wanakuwa siwaelewa, wanakuwa ni wachache sana, afu wateja wamekariri kwamba mafundi ni wezi. Kuna mteja anaweza kukuletea kifaa chake akataka utengeneze huko, amekusimamia anatazama, utasema na yeye ni fundi. Kweli hilo swala huwa linanikera, na kazi za hivyo mimi huwa sifanyi. Ukishaonyesha tu kwamba huniamini, huwa nakwambia chukua kitu chako peleka sehemu nyingine. Sababu ukionyesha huniamini kwamba kwa sababu mimi nina njaa nifanye kazi yako ukiwa umenisimamia, hapana, siwezi kuifanya hiyo kazi. Sawa. Changamoto nyingine ni vifaa hivi hapo, sababu ukileta kifaa kwangu mimi huwa siombi pesa. Huwa kitu kikishakamilika ndo naomba pesa. Sasa kuna baadhi unaweza ukanunua spare ukafunga ukakuta kifaa kimekataa kupona, kwa hiyo unakuta unakuwa umeshakula hasara. Na kwa sababu gani siombi pesa? Kwa sababu hivi vitu sio kwamba eti kila kinachokuja kinapona. Hapana, kuna vingine huwa vinakataa. Sasa ukimwomba mtu pesa yake afu ukamwambia kitu chake kimekataa na pesa, akikuuliza pesa yangu ukamwambia nilitumia kununua spare, inakuwa ni kelele tena, kama sio unakuwa sio mwele. Ndio maana mimi huwa siombi pesa nini kwa wateja. Changamoto baadhi ni hizo hapo. Naam, sasa Sharuna, kutokana na maelezo ambayo ulionifahamisha hapo, kutokana na changamoto ambazo unazokutana nazo na hasara ambazo unazozipata kwenye kununua vifaa na kukuta kifaa kinakuwa labda hakifanye kazi. Sasa hicho kifaa unakuwa unaagiza kutoka China ama ni vifaa ambavyo vinapatikana tu hapa? Vifaa kama ulivyouliza, kuna baadhi tunaagiza China, Dar es Salaam na Mwanza, umeona. Lakini katika hivyo vifaa, kwa mfano kuagiza, ina maana ukiagiza unaagiza kitu kizima kama hichi hapa, kizima. Kwa hiyo unaweza ukaagiza kweli, kwa mfano imetoka China, imechukua wiki 2 imefika hapa, unaipima unaikuta ni mbovu, imekataa kufanya kazi. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kwa kweli. Kuirudisha tena kule, ukiwaambia wanakwambia mpaka uirudishe. Kuirudisha tena kule inakuwa ni usumbufu. Kwa hiyo inabidi hasara iwe kwako. Lakini mara nyingi tukiagiza vinakuwaga ni vizima, ndio maana hatukomi kuagiza, kwa sababu kuna kipindi tunapata na kuna kipindi tunakosa, lakini mara nyingi sana tunapata. Ikiwa ni Mwanza kwenyewe ni rahisi kurudisha, au Dar es Salaam kwenyewe ni rahisi kurudisha. Allah. Naam, sasa Sheikh Haruna, kwa changamoto hiyo nataka nikuulize baadhi ya maswali mengine kadhaa. Sasa ikiwa mteja ndo kashatoa pesa yake kutengenezea kifaa chake kama hivyo, ameagiza mzigo China, umekuta kifaa kimeshindwa kufunction na kifanye kazi. Sasa katika wateja wako wote, na maana yaani hakuna mteja hata mmoja ambaye labda alikubali, labda akasema basi Sheikh Haruna, kwa sababu nina imani huyo mteja, mpaka kuna wale wateja ambao tarishafanya nao kazi kwa muda mrefu, kaita kazi leo umemtengenezea imekaa vizuri, kesho umemtengenezea imekaa vizuri, yaani imekuwa hivyo. Sasa imepatikana changamoto kama hiyo, na mteja huyu pia naye anapokuja changamoto kama hiyo, je, mnakabiliana nao nyinyi wote kwa pamoja ama yeye anajitenga na kwambia sasa inabidi uingie hasara, kwa sababu tayari ni mtu ambaye mmeshafanya naye kazi kwa muda mrefu na mmeaminiana, na ndo Allah akakadiria changamoto hiyo. Sasa je, haijawahi kutokea labda mteja akasema labda mtoane nusu hasara katika hicho kilichotokea hapo, au ndo wote wanakuwa na msimamo wa aina moja, kama kitu kimeharibika basi inabidi kupambana nacho, haijalishi kwamba tayari nyinyi mmeshafanya kazi kwa muda mrefu na tayari ni watu ambao mnaaminiana na ukaribu na ule ujamaa wa karibu kabisa? Naam, kuhusiana na swali hilo,
Kwa sababu kwa mfano kama hii motherboard inauzwa 2,500,000. Sasa ukitaka kumwagizia mteja inabidi atoe hela nusu, kwa sababu huwezi kutoa 2,500,000 yote, kwa sababu mtaji wenyewe unakuwa hamna. Atoe hela nusu. Lakini kwa upande wa motherboard hizi mara nyingi huwa hazisumbui sana. Lakini ikitokea imekataa, manake ukimwambia mteja, kuna wengine wanakuwa wanaelewa, wanakuwa hawasumbui kutokana na wewe na wao umetoka mbali, umeona, na wengine wanakuwa sio waelewa. Lakini wanaoagiza hivi vitu vikubwa hivi wengi huwa ni waelewa, wanakuwa hawana usumbufu. Kwa wale wa vitu vidogo ndo wana shida sana. Ndio hivyo. Naam, sasa Sharuna, hii chumba chako pia na wanafunzi huwa wanaingia huko, wanafunzi wanaishia tu chumba cha kwanza? Wanafunzi wanaishia chumba cha kwanza. Humu hawaingii, isipokuwa kihitajika kwa hitaji maalum huwa wanaingia. Kama kuna kitu nataka nimuonyeshe, wanamuita anakuja kuangalia. Naam, tunafahamu Japanese ni kampuni kubwa the jinsi ulivyonielezea. Sasa tunataka kufahamu, tunataka kujua ni Ramadhani hii mmejipanga vipi kwenye Ramadhani hii, kama tunavyoona makampuni mengine, mfano kama makampuni ya Bakhresa, GSM. Kuna baadhi ya vitu ambavyo huwa wanavifanya hususan katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sijajua katika upande wa Japanese hili limekaje? Pia na sisi alhamdulillah huwa tunafanya, sema huwa hatutaki kuonekana. Huwa tunafanya, ila huwa hatutaki kuonekana. Naam, ndugu zangu katika imani, huyu alikuwa ni Sheikh Haruna, kama ulisikia kwamba hiki ni chumba ambacho hata wanafunzi wanaingia, yani kwa sababu maalum, sio kuingia tu. Naam, sasa ndugu zangu katika imani, kama nilivyomuelewa Sheikh Haruna, huwa wana jambo lao ndio ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini ni watu ambao hawapendi sana kuwa na promo sana, kupromote tunafanya jambo fulani, na hii ni nzuri sana, sababu unapokuwa unajiingiza kwenye masuala ya promo, unakuwa tunafungua ile mlango wa ria wa kujionyesha labda umefanya jambo fulani. Lakini kama unafanya jambo kimya, ile inakuwa ni jaula zaidi. Hata masahaba pia walikuwa hivyo, pia wanafanya mambo yao, amali zile kimya, mpaka ilifika hatua sasa masahaba wakaanza kuchunguzana, mbona yeye anapenda kuna sehemu fulani. Yani kisa ambacho nimekisahau, niliwahi kusoma muda kidogo, ni sahaba ambaye alikuwa akimhudumia kama sio kwa kipofu ama mama mtu mzima, kitu kama hicho. Sasa kuna sahaba kana mfuatilia sana, huyu bwana anaenda sana kufanya na kuaje mwisho. Na hiyo ni dalili ya wazi kwamba mambo ya kheri utakiwa kwa kufanya kwa kujionyesha, ni ambapo ufanye kimya, anajua ni gani unatakiwa ujue ni wewe na Muumba wako. Na mimi nafikiri tumepata wasaa kuzungumza na Sharuna kwa muda mrefu, japo mambo yako mengi sana ya kujifunza, mambo ni mengi sana ya kumuuliza, lakini kutokana na muda na wakati, kama unavyofahamu Japanese ni kampuni kubwa, na hapa lipo kuna kazi zake pia amezistopisha, kwa hiyo inabidi aendelee na kazi. Kwa hiyo tutamuomba tena wakati mwingine tuje kuzungumza naye ili tupate hiyo elimu. Maana naenda hata nikatoka hapa na elimu ya kutengeneza pasi, na mimi nikaenda huko mtaani na mimi nikavimba. Huwezi jua, akakuja tu kumhoji inafanyaje kazi hii, Na mimi nafikiri hapa tutajaribu kuangazia baadhi ya maeneo mengine ya Japanese, ikiwemo Japanese furniture na Japanese mambo ya CCTV na sehemu zile ambazo wanazotengeneza aluminium, makabati haya aluminium na zile frame zake. Pia tutapita huko kujaribu kuangazia ili mpaone. Kwa kweli hii ni kampuni kubwa, na tunaomba Allah tabaraka wa taala azidi kuwasimamia, ufike mbali zaidi na matawi yafike hata nje ya mkoa wetu wa Kigoma, hususan Mwanza, Dar es Salaam, Tabora, Shinyanga, Arusha, kote huko Japanese wepo,
na ndio vizuri, na ndio Uislamu unafundisha hivyo, kumwombea Muislamu mwenzako dua. Naam, kwa mimi nafikiri kwa leo tutaishia hapa ndugu zangu katika imani. Tutakutana tena katika hatua zingine za mwezi mtukufu Ramadhani. Mwaka jana tulikuwa ni Dar es Salaam na leo tuko Kigoma, na hatujajua kama itaishia Kigoma ama tutaendelea na maeneo mengine. Naam, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.